Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasema hasara za wanajeshi wa Ukraine wakati wa mzozo wanazidi watu milioni 1. Ameeleza waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov. Amesema hasara za kibinadamu za vikosi vya jeshi la Ukraine wakati wa mzozo zimepita kwa muda mrefu zaidi ya watu milioni 1 na zinaendelea kukua. Waziri huyo wa mambo ya kigeni ameeleza. Kulingana na makadirio mengi ya kujitegemea, hasara za kibinadamu za vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwa muda mrefu zimepata milioni 1 na zinaendelea kukua. Kundi la uhalifu wa kupangwa lililozama katika ufisadi limewaburuza wafadhili wake chini pamoja nalo, Lavrov alisema kwenye meza ya duru ya ubalozi kuhusu suluhu ya hali inayozunguka Ukraine. Hata hivyo, Lavrov ameelezea juu ya mizizi ya mgogoro wa Ukraine. Lavrov anasema kwamba barani Ulaya hakuna mtu ambaye anazungumzia juu ya mzizi katika kutatua mzozo huu wa Ukraine kwa kutazama chanzo cha mzozo huu. Wanataka kupumzika kwa muda ili kuhamasisha silaha na msaada wa kifedha kwenda Kiev, Lavrov alisema. Hakuna hata mtu mmoja barani Ulaya anahitaji sababu za msingi za mzozo wa Ukraine hata kidogo, na wanadai jambo moja tu: kusitisha mapigano mara moja. Tuache Ukraine na sisi watu wa Ulaya tupumue, tununue muda ili kuunga mkono utawala wa Kiev angalau kidogo kwa silaha na fedha, alisema, namna ambavyo amewanukuu watu wa magharibi wanavyozungumzia mzozo wa Ukraine. Wakati huo huo, mazungumzo kati ya Urusi na Marekani yanalenga suluhu ya muda mrefu kwa kuondoa sababu zake za msingi. Lavrov aliongeza akisema kwamba Urusi haitaki kumaliza vita kwa muda mfupi, lakini inataka imalize mzozo huo kwa kuangalia sababu za msingi na kuondoa kabisa mzozo huo na kusitishwa kwa kudumu kwa mzozo huo. Kuhusu kashfa ya rushwa nchini Ukraine, waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov anasema kurefushwa mzozo kumekuwa suala la kisiasa na labda maisha ya kimwili kwa Volodymyr Zelensky. Kashfa ya rushwa imezuka nchini Ukraine, na kwa kuzingatia hili, kurefushwa kwa mzozo huo kunaonekana kuwa suala la kisiasa na pengine hata kujinusuru na kujilinda kwa Zelensky, Lavrov alisema. Kuhusu makubaliano ya Alaska pia amesema maelewano yaliyofikiwa kati ya Urusi na Marekani huko Alaska kuhusu Ukraine ni pamoja na hali ya Kiev kutokuwa na upande wowote, kutofungamana na upande wowote na kutokuwa na nyuklia. Lavrov alisema maelewano ya pande zote yalifikiwa huko, ambayo yanasalia kuwa muhimu kwetu na yanaweza kutumika kama mahala pa kuanzia kwa suluhu. Hivi majuzi, wakati mwakilishi maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, bwana Steve Witkoff, alipokuwa hapa kufuatia mkutano wake na rais wa Urusi Vladimir Putin, pande zote mbili, Urusi na Marekani, zilithibitisha maelewano yaliyofikiwa huko Alaska. Licha maelewano hayo ni kwamba Ukraine lazima irejee kwenye misingi isiyofungamana na upande wowote, isiyoegemea upande wowote na isiyo ya nyuklia katika serikali yake, Lavrov anasema. Katika mazungumzo ya Urusi na Marekani kuhusu Ukraine, kutoelewana kunakowezekana kuliondolewa, aliongeza waziri huyo. Urusi imehamisha mapendekezo ya ziada kwa Marekani kuhusu dhamana pamoja na usalama. Tumewasilisha mapendekezo ya ziada kwa wenzetu wa Marekani kuhusu dhamana ya pamoja ya usalama. Tunaelewa kwamba tunapozungumzia dhamana ya usalama, hatuwezi kujiwekea kikomo kwa Ukraine, Lavrov alisema. Urusi iko tayari kutilia maanani mapendekezo yote yaliyopo ambayo yatapelekea kuhitimishwa kwa mikataba ya usalama inayofunga kisheria, aliongeza waziri huyo. Kadhalika amezungumzia juu ya kubadilishana kwa wafungwa, ambapo Urusi imeshakabidhi mili zaidi ya 11,000 ya wanajeshi wa jeshi la Ukraine kwa taifa hilo na imehamisha mili 201 ya wanajeshi wa Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya bwana Sergei Lavrov ambaye anazungumzia namna ambavyo vita hivi vinaendelea huko nchini Ukraine, zaidi akigusia kwamba ili mzozo huu uweze kukamilika lazima uangalie kwanza kiini cha mzozo huo, na ndipo ambapo ataweza kutatua kwa urahisi. Endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utafahamu ni nini kinajiri duniani wakati wote kupitia The World News.